Kuna breaking news hapa kuhusu Faustin Mafwele, afisa mwandamizi wa Jeshi la Polisi la Tanzania ambaye amekuwa akihusishwa na matukio ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji. Yayumkinika kusema kwamba jina la Mafwele limekuwa maarufu zaidi ya genge hatari linalojulikana kama watu wasiojulikana. Yaani kwa lugha nyingine, unapozungumzia watu wasiojulikana unamzungumzia Mafwele pia. Sasa habari njema zimepatikana kutoka huko Marekani na zimethibitishwa kwamba serikali ya Marekani imemwekea vikwazo Faustin Mafwele ambaye amemtaja kuwa ni afisa mwandamizi wa Jeshi la Polisi la Tanzania, na sababu ya kumwekea vikwazo hivyo ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na wamekwenda mbali na kusema kwamba Mafwele anahusika moja kwa moja na vitendo vya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji. Na tukio moja ambalo limepigiwa mstari ni tukio lililojiri Mei mwaka jana 2025 la wanaharakati wawili, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Kwa hiyo kutokana na matendo haya serikali ya Marekani imemwekea vikwazo, na taarifa hii imetolewa rasmi na mwanasiasa mwenye wadhifa mkubwa nchini Marekani katika nafasi za utawala Marekani, mtu kama kwenye nafasi ya 3. Huyu ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye ametoa taarifa rasmi akisema kwamba Marekani inamwekea vikwazo Faustin Jackson Mafwele, na vikwazo hivyo vinawekwa kwa kuzingatia kifungu cha 731C cha sheria ya usalama wa taifa wa Marekani. Hili ni jambo zito sana, na ikumbuka kwamba katika historia ya Tanzania hakujawahi kutokea tukio kama hili. Kwa hiyo Mafwele anakuwa Mtanzania wa kwanza kukumbana na hatua hii kali kabisa kutoka serikali ya Marekani. Lakini kabla ya kuingia kiundani, ni muhimu kuelewa kuhusu Mafwele, lakini pia ni muhimu kuelewa kwamba huu unaweza kutamkwa bayana kwamba ni mwanzo wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan na gengi lake ambalo limekuwa likijikita katika matendo ya utekaji, ubakaji, ulawiti, utesaji na mauaji. Huu ni mwanzo wa mwisho. Naweza kusema pasi shaka, huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan. Kabla ya kuendelea, ni muhimu kumfahamu Mafwele ni nani. Mafwele ni afisa mwandamizi wa Jeshi la Polisi, ana umri wa miaka 47. Asili yake ni huko Ukerewe. Jijini Dar es Salaam anaishi maeneo ya Mikocheni. Cheo chake rasmi ni afisa wa makosa ya uhalifu eneo maalum la Dar es Salaam. Lakini cheo hiki kimekuwa kikificha matendo halisi au wajibu halisi wa Mafwele katika utumishi wake wa Jeshi la Polisi. Na Mafwele japo jina limekuwa likivuma katika miaka hivi karibuni, lakini taarifa zinaonyesha kwamba ni mtu ambaye amekuwa akihusishwa na matukio ya ukatili na unyama kwa miaka mingi. Kati ya mwaka 2011 hadi 2015, takriban miaka 10 iliyopita, Mafwele akiwa afisa wa upelelezi wa mkoa wa Arusha alihusishwa na vifo vya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliouawa katika maandamano. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo binafsi naweza kukiri kwamba ni mpya, kwa sababu tumekuwa tukimfahamu Mafwele kutokana na matukio hivi karibuni, lakini ukweli ni kwamba huyu mtu amekuwa mkatili na mnyama kwa muda mrefu sana. Na hili ni swala ambalo sisi kama Watanzania tunapaswa kujifunza kupata taarifa za watesi wetu. Katika hili tumekuwa kidogo tunasuasua, kwa sababu mnapojua undani wa mtu na pengine taarifa hizi zinapowekwa hadharani inasaidia kwa namna fulani, si tu kwa Tanzania lakini pengine dunia kuelewa huyu ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo hizi ni taarifa kuwa Mafwele alifanya unyama kuanzia takriban mwaka 2011 na alihusishwa na mauaji ya wanachadema yaliyojiri huko jijini Arusha. Lakini katika miaka ya hivi karibuni jina la Mafwele lilivuma zaidi kufuatia tukio la kutekwa kwa kijana anayefahamika kama Sativa. Wengine mnamfahamu, na Sativa ndio alikuwa mtu wa kwanza kujitokeza hadharani na kusema kwamba swala la kutekwa, agizo la kutekwa kwake lilitolewa na Mafwele, na mtu aliyehusika na swala hilo zima alikuwa ni Mafwele, na Mafwele ndio aliyetoa amri kwamba huyu kijana auawe, lakini kwa mapenzi ya Mungu akawa amenusurika. Kwa hiyo tunayumkinika kusema kuwa mtu wa kwanza au pengine tukio la kwanza ambalo lilipata coverage kubwa kuhusiana na Mafwele lilikuwa ni hili la kuhusiana na Sativa. Lakini likaja tukio jingine la kutisha, na hili lilijiri mwezi Mei
mwaka jana 2025. Hili tukio la pili liliwahusu wanaharakati wawili maarufu katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia ni maarufu duniani. Hawa ni Agatha Atuhaire, mwanaharakati kutoka Uganda, pamoja na Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya. Hawa walikuja nchini Tanzania kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Walialikwa rasmi kuja kwenye kesi hii, lakini walipofika Tanzania walitekwa, na kwa takriban siku 10 haikuwa ikifahamika wako wapi. Baada ya kutekwa kwa siku kadhaa, takriban siku 10, walienda kutupwa kwenye mipaka kati ya Tanzania na nchi zao. Yaani kwa Agatha ambaye anatoka Uganda, alitupwa kwenye mpaka kati ya Tanzania na Uganda, wakati Boniface Mwangi yeye alitupwa kwenye mpaka kati ya Tanzania na Kenya. Lakini hawa walipata ujasiri ambao Watanzania wengi hawana. Hawa walikuwa ni watu wa kwanza kueleza bayana nini kilichotokea katika siku hizo 10. Na hawa walikuwa ni watu wa kwanza kumtaja wazi wazi Mafwele. Sio tu kwamba alihusika na utekaji wao, lakini unyama waliowafanyia. Mafwele alimbaka Agatha, alimwingilia kinyume cha maumbile, na Boniface pia alieleza mambo ambayo kwa hakika watu wengi walishindwa kuangalia video ambayo hawa watu wanaharakati wawili walikuwa wanaelezea unyama waliofanyia na Mafwele. Huyu mtu ni mkatili kupita maelezo kwa jinsi yalivyoelezwa. Miongoni mwa yaliyotokea ni kwamba waliambiwa wagaragae kwenye kinyesi, na wakati wanagaragara kwenye kinyesi wamsifie Samia Suluhu Hassan. Hii ilitoa taswira ya moja kwa moja kwamba Samia alitoa ridhaa, kwa sababu afisa mwandamizi wa jeshi la polisi hawezi kujihusisha na vitu kama hivi, hawakufanya ukatili huku akiwataka waimbe jina la mtu fulani. Kwa hiyo ni wazi, na majuzi hapa Samia mwenyewe amekiri kwamba watu wakitoka Kenya wakija huku, wakitoka nchi za Afrika Mashariki wanatakiwa wachapwe mijeledi. Hiyo ndio mijeledi aliyokuwa anazungumzia Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo walimtaja, na kwa bahati nzuri kutajwa huko kukapazwa sauti na vyombo mbalimbali vya habari kimataifa. Kwa hiyo jina la Mafwele likapata kufahamika kimataifa kwamba kuna askari mkatili kupita maelezo ambaye yuko nchini Tanzania, na tukio lilokuwa napigiwa mstari zaidi ni hili la Agatha na Boniface, lakini pia na lile la Sativa, na pia matukio mbalimbali ambayo Mafwele amekuwa akitajwa. Kwa hiyo hili ni suala ambalo kwa hakika lina uzito mkubwa. Sasa tafsiri ya hiki kifungu cha 70 na 31 ambacho kimetumika katika kumwekea vikwazo Mafwele ni silaha ya kisheria ya Marekani ambayo inalenga maafisa wa serikali za nje wanaohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Hiki kikitumika hakina rufaa. Yaani once wakisema mtu fulani amewekewa vikwazo, hana pa kukata rufaa. Na tafsiri yake hii ni kubwa zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema sasa amewekewa vikwazo, maana yake vikwazo kwamba haruhusiwi kuingia Marekani. Huyo Mafwele sio mtembeaji, sio mtu wa kusafiri, kwa hiyo hivyo vikwazo havitomwathiri. Hiyo ni tafsiri nyepesi, lakini ukweli ni kwamba vikwazo vya Marekani vina athari kubwa, kwa sababu Marekani ana washirika dunia nzima. Kwa hiyo Mafwele licha ya kutotembea, licha kuwa sio mtu wa kusafiri, ana mali zake. Kwa mujibu wa taarifa, Abduli kamkabidhi mazawadi huko Dubai, mtoto wake Mafwele anasoma Afrika Kusini na vitu kama hivyo. Hivi vyote vitaathirika kwa sababu mkono wa sheria wa Marekani umetapakaa dunia nzima. Mali zilizopo Dubai kwa kutokana na shinikizo la Marekani zinaweza kutaifishwa, zinaweza kuchukuliwa hatua. Akaunti za Mafwele nje ya nchi zinaweza zikazuiwa. Hizi ni nguvu za Marekani kimataifa. Kwa hiyo hili ni kubwa, lakini kubwa zaidi katika hili sio Mafwele peke yake. Hili lina faida kubwa kadhaa. Ya kwanza ni hiyo ambayo nimesema, huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan. Hilo liko wazi. Tutatengeneza makala nyingine kuelezea kwa upana, lakini la kwanza ni kwamba huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan. Na Jasusi TV ilieleza kwamba give and take, Samia Suluhu Hassan mwanzo wake utawadia, na huu ni mwanzo wa mwisho wa Samia Suluhu Hassan. Lakini siye peke yake, bali wahusika wengine. Ikumbuke katika kesi, katika swala la Agatha Atuhaire pamoja na Boniface Mwangi, walikwenda mbali na kutaja orodha ya watu mbalimbali ambao walishiriki katika tukio hilo la utekaji pamoja na utesaji, ikiwa ni pamoja na mkuu wa jeshi la polisi, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa, maafisa kadhaa wa idara ya usalama wa taifa, maafisa kadhaa wa jeshi la polisi. Hawa wote wapo katika mlolongo wa hili lililomkumba Mafwele. Kwa hiyo inatarajiwa nini kitakachotokea? Moja ya matarajio ni kwamba sasa Mafwele,
lakini pia maafisa mbalimbali wa vyombo vya usalama pamoja na watu wengine ambao hata sio wa vyombo vya usalama watafahamu kwamba matendo yao yanaangaliwa. Na hili lilotokea kwa Mafwele ni mfano tu. Huu ni ujumbe. Marekani hapa imewabipu watu wa usalama wa taifa, imewabipu watu wa jeshi la wananchi, imewabipu watu wa jeshi la polisi na watendaji mbalimbali. Akina Bashite wamekuwa Bashite yeye tayari alishawahi kuwekewa vikwazo huko nyuma na Marekani, lakini vyake vilikuwa tofauti na hiki ambacho kimetamkwa dhidi ya Mafwele. Kwa hiyo kwa hakika hizi ni habari nzuri sana, lakini ikumbukwe kwamba habari hizi zinakuja wakati mwafaka, kwa sababu hapo jana maseneta wawili wa Marekani walipeleka mswada rasmi wa kuitaka Marekani itathmini upya uhusiano wake na Tanzania, na hii ilikuwa pia ni hatua kubwa sana. Kuna makala hapa nimeweka juzi ya kuhusu hicho kilichofanywa na hao na maseneta wawili. Kwa hiyo kwa hakika hii ni habari njema. Je, una maoni gani kuhusiana na hii? Karibu tuwe maoni hapo kwenye comment. Asanteni na kwaherini.